kutumia message, tayari taarifa imepita. Kwa hiyo ule uharaka wa urahisi na kasi imekuwa kubwa. Kwa hiyo ni faida mojawapo. Ukuaji wa biashara na ajira, hiyo pia ni faida mojawapo ya mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii imekuwa nguzo kubwa sana ya kiuchumi na kidijitali. Wajasiriamali wengi sana wadogo na wakubwa wametumia mitandao ya kijamii kutangaza biashara zao. Na hapa ndugu zangu, hapa kuna fursa kubwa sana ambayo sisi wote baada ya darasa hili na imani tutatoka tumepata ufahamu wa kutosha kuweza jinsi gani ya kutumia muda wetu na mitandao tuliyokuwa nayo kuweza kuwa ni sehemu ya kipato, kwa sababu asilimia kubwa ya watu sasa hivi wanatumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya kujinufaisha. Wale ambao wanaona mbele, watu wengine wanaona, wengine waoni, wanaona mbali, wanatumia kutumia hii fursa ya mitandao ya kijamii kwa ajili ya kujinufaisha. Lakini faida nyingine ni uhamasishaji na sauti ya pamoja. Hamasa yoyote inapokuwa jambo la kijamii, ni rahisi kutumia mitandao ya kijamii na kuhamasishana. Kwa mfano, kumetokea shughuli za harusi, misiba, unaweza kutumia mitandao ya kijamii kuweza kukusanyana, kuchangiana, kuhamasishana na kufanya yale ambayo malengo ya ile shughuli. Lakini kwenye faida mojawapo ni kwa awali wa ujenzi wa mtandao na maendeleo ya kimfumo. Wakati mwingine sasa hivi kumekuwa na vyama mbalimbali vya wataalamu, maprofesa wana vyama vyao, wanatumia pia mitandao ya kijamii kutengeneza mtandao. Inawezekana mwingine yuko Amerika, mwingine yuko Europe, mwingine yuko Afrika, lakini unaweza kutengeneza mtandao, na hata baadhi ya wagunduzi wameweza kufanikiwa kupitia hii mitandao ya kijamii. Kwa hiyo hizo ni faida kuu sana kwa ujumla. Hapa nimezungumza kwa ujumla kuonyesha bila kuingia kwenye sehemu vyetu, kwa maana habari, wafanya biashara, jamii kwa ujumla, wanafunzi, ili nimezungumza kwa ujumla faida zake za mitandao ya kijamii ni hiyo. Tukiendelea sasa, tuangalie kwenye sekta ya habari, tuangalie athari ya mitandao ya kijamii kwenye sekta ya habari. Mitandao ya kijamii imebadilisha sekta ya uandishi wa habari kwa kasi kubwa, ikileta fursa mpya na pia changamoto kadhaa kwa wanahabari. Kama nilivyosema, kwa media ilipofikia sasa hivi, mwenye kutoa habari kwa haraka ndiyo mwenye faida ya ile media yake, kwa maana ile watu wanapenda chombo cha habari ambacho ukiangalia kwa wakati huo unapata taarifa ya uhakika na taarifa ambayo ya wakati mwafaka. Sasa kwa vyombo vya habari, social media imesaidia sio tu kwenye kusambaza habari mpaka ukusanyaji wa habari. Unaweza kwa mwandishi wa habari sasa hivi akaripoti vitu vya ambavyo viko Songea, akakusanya taarifa na akaripoti akiwa Dar es Salaam, kwa sababu ya urahisi wa usambazaji wa zile habari. Zamani, miaka ya nyuma, ukiwa na habari iko tukio mtokea Kigoma, na magazeti, vyombo vya habari vyote vilikuwa Dar es Salaam ndio unakuchapisha magazeti. Habari ya Kigoma inabidi itumiwe treni, itumiwe vyanzo mbalimbali, yani taarifa inaweza ikatumiwa aidha kwa ujumbe kupitia posta, au taarifa katumiwa zile simu za mashine zile, unapiga ndio maandishi kutoka kule. Kwa hiyo inaweza kachukua kitu cha masaa 5 kaja kuripotiwa baada ya masaa 5 yaliyopita. Kwa hiyo umeona sasa hivi kasi na usambazaji wa habari umekuwa mkubwa kwa sababu ya social media. Lakini vyanzo vya habari vimekuwa vingi sana. Kwa mfano, habari yako unataka kutengeneza kwa mwana habari, anakuwa na vyanzo vingi. Anakuwa na chanzo kwa maana anataka kufanya ile wanasema cross checking ya habari yake kama iko sahihi. Kwa maana hiyo atawasiliana labda kama habari inahusiana na ajali
na polisi, itawasiliana na hospitali kwa wakati huo na kupata habari ambayo imekamilika. Kwa hiyo urahisi umepatikana kwa sababu ya mitandao ya kijamii. Lakini kuzaliwa kwa uandishi wa habari, uandishi ambao tunaita interactive journalism. Sasa hivi huko nyuma, kwa mfano unaangalia taarifa ya habari kwenye TV, ulikuwa wewe unapokea tu, hauwezi kutoa maoni, au kuna mjadala kwenye mna mada kali. Kwa mfano kama sasa hivi tunaendelea na mada yetu, lakini mabadiliko ya uwepo wa mtandao wa kijamii umefanya kupatikana na ile interaction, mawasiliano ya pande mbili, kwa maana anayezungumza, lakini kuna watu wanaweza kauliza maswali kwa sababu mtandao umeruhusu hilo. Hapo zamani kwa unasikiliza mpaka mwisho umemaliza. Sasa hivi unaweza ukainteract na kuweza kuwasiliana na yule anawasilisha mada na kuweza kufikia hitimisho ambalo liko nzuri zaidi ya mwanzo. Lakini pia kwa habari, kwa wanahabari, imeongeza uwezo wa wanahabari kuweza kujiamini, kwa sababu anapokuwa na uwezo wa kukusanya takwimu sehemu mbalimbali, anahakikishia kwamba kile anachokizungumza au maudhui yake yatakuwa ya kweli, kwa sababu ana vyanzo mbalimbali. Kwa hiyo kwa ujumla kwenye sekta ya habari, hayo yamekuwa moja ya faida kubwa ya mitandao ya kijamii. Sasa kila kwenye mafanikio kuna changamoto. Je, changamoto gani ambazo sekta ya habari inakutana nazo kutokana na uwepo wa social media? Kwanza, kumekuwa na ukuaji wa habari za uongo, fake news. Kwa sababu kuna kasi ya mtandao, watu wengi wanapenda kuripoti kwanza, wanapenda sana kutoa habari mapema. Hata sisi, kwa mfano, tokea tukio lolote mtaani, tukio lolote tu ambalo ni la ghafla, utaona tunachukua simu bila kutathmini kinachotokea na kuanza kurekodi. Mtu, kwa mfano, mathalan, mtu anakimbizwa, wanamkimbiza watu, wanamkimbilia watu, ndio wamechukua mawe, wanampiga, unaweza kurekodi unapotuma. Kumbe unasema, unafikiria bado ni mwizi, umetuma, umeandika huyu ni mwizi, kumbe ule mtu sio mwizi, bali ana matatizo ya akili, unamkimbiza. Lakini wewe kwa sababu ya uharaka wako umechukua, umerekodi na umeanza kuposti. Kwa hiyo mitandao, kwa hiyo watu waandishi habari wana changamoto kubwa sana, habari ipi sio sahihi na habari gani ni sahihi, kutokana na ukuaji wa mtandao ya kijamii. Lakini hiyo ndio nimesema kuna shinikizo la kasi kwamba kila mtu anataka kuwa wa kwanza, lakini kwanza kwa usahihi au kwanza kitu ambacho sio sahihi. Kwa hiyo ndio imekuwa ni changamoto inayotokeza kwa vyombo vya habari. Pia changamoto nyingine ni kudhibitisha sasa ipi hii ni habari sahihi au ni fake news. Sekta ya habari, pamoja na changamoto hizo, lakini kumekuwa na njia wanazozitumia ambazo hata wewe binafsi unaweza kuitumia kuhakikisha hii habari ni sahihi au ni fake. Japokuwa nitakuja kuelezea huko baadaye kwa jamii ya kawaida inaweza kutambuaje hii ni habari sahihi au sio habari sahihi, lakini kwa ujumla kwa waandishi wa habari wametengenezewa. Kwa mfano, unaweza kutumia Google Images kuweka ile, kwa mfano, picha tukio linasemekana nyumba inaungua moto sehemu fulani, mtu ametuma ile post, wewe unataka uhakikishe je kweli, unachukua ile image unaitia kwenye Google Images, unauliza Google Image itakupa tu hii image, kama ni image ambayo sio ya wakati huo, utaona tu itakupa data zake kwamba hii ni image ya wapi, imetoka, imepigwa lini, kwa sababu ukiupload au ukiingiza chochote kwenye internet kina save tarehe na muda ambao umeingizwa. Kwa ukiweka ile picha utaona kuna baadhi ya information zinakupa. Sitaki kuzungumzia AI,
nazungumzia hali ya kawaida tu, kwamba unatumia Google image unapata kitu. Kwa hiyo unapata kupata. Kwa hiyo kuna zana nyingi kwa waandishi wa habari ambao zinawasaidia wao kuweza kupata hizo. Sasa tukienda sekta ya habari, changamoto nyingine ni kupotea kwa maadili ya waandishi wa habari kutokana na utafutaji wasomaji wengi. Nataka wasomaji wawe wengi, wamekuwa wanahabari wengi kwa uharaka wao wanaposti picha, video, maudhui ambayo sio sahihi, lakini yanaharibu image au taswira ya ile chombo cha habari. Kwa hiyo tunashauri sio vizuri kwa mwanahabari kukimbilia sifa ya siku moja wakati mmoja, alafu inaweza kabomoa image nzima ya ile media, kwa sababu ukitoa habari fake mara ya kwanza, ukatoa habari fake mara ya pili, ile trust au ule uwezo wa watu kuamini kwamba chombo hiki ni chombo madhubuti unapotea. Kwa hiyo maadili yanapotea kama mwanahabari hatakuwa makini na kuamua kufanya vitu kwa uharaka bila kuangalia ukweli wa habari husika. Sasa tuje kuangalia wafanyabiashara. Mitandao ya kijamii imebadilisha kabisa ulimwengu wa kibiashara, ikitoa fursa zisizo na kifani, lakini pia ikija na matengenezo mapya ya wafanyabiashara. Mitandao ya kijamii imetoa fursa nyingi sana kwa wafanyabiashara. Fursa kuu za mitandao ya kijamii kwa wafanyabiashara, mojawapo kufikia wateja wengi kwa gharama nafuu. Kabla ya mitandao ya kijamii, kwenda kulipia tangazo kwenye media ilikuwa ni pesa nyingi sana. Tangazo la sekunde 30 la picha ya kawaida, picha mnato, unaomba kuambiwa $300 hadi $500 sekunde 30. Sasa hivi imekuwa ni nafuu kwa sababu unaweza ukatumia social media ya kwako mwenyewe kwa gharama ya bando lako, ukasambaza huduma yako kwa maelfu ya wasikilizaji au watazamaji wa ile social media yako. Sasa ukilinganisha tulipotoka na sasa hivi unafuu sana. Lakini eneo la pili, lengo maalum la masoko. Sasa hivi kwa mtandao wa kijamii, kwa mfanyabiashara anajua mimi nafanya biashara gani. Nafanya spare za magari, nauza spare za magari. Kama nauza spare za magari, kuna njia ya kutag au kutafuta wenye magari, kwa sababu muuza spare ya magari mteja wake mkubwa kwa kwanza atakuwa ni mtu mwenye gari, wengine wa katikati, lakini wa kwanza ni mwenye gari. Kwa hiyo unapokuwa na mtandao wa kijamii, unaweza ukawafikia watumiaji wa magari wengi wakaja kununua spare. Lakini sasa unafikiaje huko? Ziko njia nyingi sana. Ukianza kwa wewe mfanyabiashara, la kwanza inatakiwa ujitathmini na kukubalia akili yako kwamba mimi nataka nifanye biashara, nitumie mtandao wa kijamii, 90% ya mtandao wa kijamii nitumie kwa ajili ya biashara. Kwa la kwanza unalofanya kuhakikisha unaongeza watu unaofahamiana nao, watu wanaofahamu brand yako, kwa sababu kuna aina mbili. Unaweza kama kukuza biashara au kukuza jina la biashara yako, kukuza kile unachouza au biashara yako. Sasa wataalamu wanashauri unaweza ukafanya yote kwa wakati mmoja. La kwanza, kuuza jina la biashara yako. Kuna wengine wananunua bidhaa kwa ajili ya kujua brand ya ile anayeuza. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, kwanza kwenye ngazi ya media. Kwa mfano, unakuja Masjid Songea TV, unaomba wakupe awareness, watu wakufahamu. Na unajua mimi nawaambia watu wengi sana, mara nyingi nikiwaambia hata wanafunzi na jamaa zangu wengi sana, cha kwanza, tumia nafasi yako uliyokuwa nayo. Kwa mfano, wewe unafanya shughuli zako maeneo ya Ilala, kuna TV Masjid Songea TV.
ni nafuu sana, wateja wako wengi wakaifahamu kwa sababu ya ukaribu. Kwa hiyo ukitumia ile, kuna network. Kwa mfano hapa unaofanya nao ibada msikitini, ni nafasi kubwa sana ya kupata wateja wengi kwa sababu ya kufahamiana. Wateja wengi kwa sababu ya kufahamiana, kwa sababu madhara ya mtu kumwambia mwenzie kwa mdomo ni madhara mazuri au makubwa kuliko mtu kusikia kwa mtu mwingine wa ziada. Kwa hiyo habari ambayo mtaambiana nyinyi kwa wenyewe itakuwa. Kwa hiyo ukitumia platform za mitandao ya kijamii, ukaamua kwanza uinvest jina lako, na kuinvest mitandao ya kijamii unachofanya, kwa mfano channel, kwa mfano kama hii ya Masjid Songea, unachofanya unakuja una invest, unaweza kununua wewe ukasema mimi nitatoa kiasi fulani kwa ajili ya kuweka branding ya TV katika maeneo mbalimbali. Kwa mfano tunataka ukitoka nje utakuta bango linasema Masjid TV, kutoka nje barabara kuna bango, dukani kwako kuna bango. Sasa unawezesha kutengeneza hiyo brand awareness ya ile taasisi. Ile taasisi itakutangaza na wewe. Kwa hiyo kumbuka kwamba wewe una watu wachache, ile taasisi na watu wengi ambao wanaweza kusaidia wewe kukua. Hiyo ni njia moja wapo. Njia ya pili ni kuhakikisha unatengeneza network yako binafsi. Una ndugu wangapi? Unaanza kuandika, mimi na katika udugu wa Kiswahili na mtoto, nina mama, nina baba, nina kaka, nina dada. Hebu chukua namba zao zote za simu, unaziandikisha. Hapo unamwambia kila mmoja wapo, na yeye naomba na wewe nitafutie namba zako za simu 10 za marafiki zako. Ndio mtoto wako mwambie tafutie namba zako 10. Kwa hiyo ukiunganisha ule mtandao unaweza kukuta una watu 1000, unaanza kutengeneza biashara yako. Tengeneza wale watu, lazima wapate kila unachokifanya wewe kwenye biashara yako. Awareness yote, kutangaza bidhaa mpya, kutangaza labda kuna elimu na kutoa kusoma bidhaa yako. Ukitumia ile network, wale wakakuelewa, inamaanisha wale ni pia wana watu zao. Kwa mfano ukasema kila mtoto wako, kila jamii yako, kila rafiki yako ya post, aweke status kwenye WhatsApp ya bidhaa yako. Una watu wangapi? Unaweza kushangaa ndani ya muda mfupi awareness ya brand yako ikawa kubwa na itakuletea matokeo. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, baada ya kufanya awareness, ambao makosa wengi wanayofanya sana watumiaji wa mtandao wa kijamii, wakitangaza biashara leo, atangazi biashara baada ya nakata mwezi miwili. Hata kama una bidhaa sio mpya, una njia tofauti za kutangaza ile biashara. Kuna kutangaza mteja kuifahamu biashara yenyewe, lakini kujua faida na hasara ya kile ambacho wewe unampa ukilinganisha na wafanya biashara wengine. Lakini pia kitu muhimu, kuwa na mwendelezo wa kutangaza ile biashara mara kwa mara. Lakini pia kutoa elimu kuhusiana na biashara. Kwa mfano unafanya spare za magari, unatoa matumizi sahihi ya spare ni nini, ili mtu akinunua ile spare aweze kukaa nayo muda mrefu. Unafanya biashara ya kanzu zako ni tofauti na kanzu zingine. Kwa hiyo unapotoa elimu kwenye ile mtandao yako, itafika kipindi unashangaa wateja wanakuwa wengi kupitiza. Kuna tafiti nyingi zinazungumza, wanasema 60% ya watu wanaotumia mitandao kwa kibiashara na watangaza biashara zao mara kwa mara, wakatoa na elimu, wanafanikiwa zaidi kuliko wale ambao wanatangaza mara moja na kuiacha ile habari imekaa kwa muda mrefu. Unaingia kwenye page ya mtu unakuta ile amepin ile post imekaa mwezi mzima. Unamfanya mtu aone wewe unajidwa. Binadamu tunapenda kuona kitu kipya mara kwa mara. Kwa hiyo kwa wafanyabiashara, hizo ni fursa ambazo mnaweza mkazipata. Lakini pia kupitia mtandao wa kijamii unaweza kupata faida kuuza moja kwa moja. Yaani moja kwa moja wafanya biashara. Sasa hivi kuna watu wana maduka hewa, maduka ya nyumbani. Yaani mtu yuko nyumbani tu hadi kokote, lakini anafanya biashara
na unashangaa kuja watu na kutoka, unasema mtu ana matatizo gani? Ndio wakati mwingine ukiwa una ile wasema huruka za kinafsi, unasema huyu mwizi anakaa ndani tu. Kuna watu wanafanya, mimi niko kwenye mfano pamoja na uadhiri, pamoja na masuala mengine, lakini natumia mtandao na wananikea katika maisha yangu. Ninachokipata 60% au 50% nakipata kwenye kupitia mtandao wa kijamii. Nafanya kuonyesha na nimefanikiwa kufanya biashara kwa aina hiyo, kwa sababu ninachokwambia na uwakanacho na ushiriki nacho. Nenda kajaribu uone, fuata taratibu ambazo ninakwambia. Kwa hiyo mauzo ya moja kwa moja yanapatikana, unaweza kufanya shughuli zako zingine na mtandao wako kuzalisha. Kwa hiyo baada ya muda mfupi ukikuta wewe umepata mapato mengi kuliko kawaida. Sasa makosa nimezungumza baadhi, lakini kwa ufupi makosa ambayo wafanyabiashara wengi wanayafanya, moja wapo nimesema ni hiyo ya kukosa msimamo wa udhibiti au ile inconsistent, kwa maana ya kitu unakiweka kiwepo muda, kila siku unakuwa na post au kila baada ya wiki una post. Usipofanya hivyo, haya ni makosa unayofanya. Itaidi post mara kwa mara, lakini pengine kupuuza maoni au message ambazo unatuma wale wateja wako au watazamaji au wasikilizaji vyovyote vile. Jibu chochote. Wakati mwingine watu tunapenda kusifiwa, tunapenda kusifiwa sana, lakini wakati mwingine mtu akiwa kusifia na kuponda, wewe mpokea, omba ushauri kwa kwake. Watu wanapenda kuwa unawajibu. Unapowajibu mara kwa mara, unaweza kushangaa biashara yako au ile fan base yako, ile business base yako inazidi kukua. Kwa hiyo msifanye makosa unapotumia mtandao wa kijamii kwa biashara, kisha unafanya hiyo kujibu message za wateja. Lakini nyingine, kutojua walengo wako, hujui target yako ni nini. Kwenye hizi social media, kwenye Facebook, Instagram, kuna sehemu kabisa unachagua unataka wanaokufuata au wanaangalia page yako ni watu wa umri gani. Unataka wanaangalia post yako ni watu wa wapi, ni muda gani. Sasa hivi vitu msingi sana. Wakati unafanya biashara, lazima uangalie biashara ya muda gani. Unapofanya biashara yote, kwa mfano unauza kanzu, target audience yako ni nani? Lazima ujue. Hapa niwachie homework, utajibu baada ya darasa. Unapofanya biashara ya kanzu, una target, unawategemea wewe au wateja wako ni kina nani? Unategemea watu gani? Hilo ukianza kulifahamu, maana yake utafanikiwa kwenye set the setting. Utaset setting ambayo inakuonyesha nataka watu fulani, lakini wa wapi? Wa Ilala, Dar es Salaam, nje ya Dar es Salaam, unataka watu gani? Kwa hiyo yote ukiweka vizuri, maana utakuwa unapata watu sahihi ambao kwa 90% unakwenda kufanya mauzo ya biashara yako au kufanya uelewa wa biashara yako ifanikiwe. Lakini nyingine, picha unazotumia, tumia picha za viwango. Wakati mwingine tafuta wataalamu, kama una uwezo tafuta picha nzuri ambazo zina uwezo. Hata kama simu yako, picha ionekane unachokifanya. Ukitangaza biashara yako, watu wanataka waone kama rangi gani, ionekane rangi gani. Na usitangaze biashara alafu weka picha tu, mradi umeweka picha, mtu ajui kitu ni nini. Sasa jiuliza, watu hawapendi kujisumbua sasa hivi. Ulimwengu wa sasa hivi watu wanataka kujisumbua kabisa. Mtu anapenda kufanya kitu hapo apate majibu. Na lingine, wanakosea, hawafanye utafiti. Ndakao ufanye utafiti mara kwa mara. Uangalie kuna kwenye hizi Instagram, Facebook, kuna sehemu utaona kabisa watu wangapi wamehudhuria kwenye platform yako. Utaona kabisa. Kwa hiyo unachofanya, nadhani kuna siku tutakuja tutafanya sasa kwa kuonyeshana hizo demonstration, kuona setup unazifanyaje, unapataje watu. Hiyo nadhani ndio tukapanga darasa hilo kabisa, nakuja na projector, tunaonyesha setup kwamba hapa fanya hivi, unapata watu hao. Hapo tunataka kuangalia watu wameongezeka, wamepungua, tunafanyaje ili iweze kuongezea ile uwezo wa kufanya page yako ikazidi kuwa kubwa na mtu wa siku ukaongeza kipato. Sasa Mr. Kondo, swali kidogo. Fikiri ningekuruhusu kidogo kwa sababu ya maji. Wakati huo kidogo pia kuna kitu kidogo
nataka niulize kuhusiana na hili swala la news fake, taarifa ambazo sio za usahihi, kwamba je, namna gani unaweza kuigundua kwamba hii taarifa ni sahihi au sio sahihi? Ukatoa hapo maelekezo namna kuingia kwenye Google leo, sawa. Lakini nilivyoelewa mimi ni kana kwamba hiyo ni wale waandishi wa habari. Sasa kwa mimi ambaye sina hayo masuala ya Google, mimi ni kuona tu. Sasa utawezaje kujua kwamba hii ni news fake? Kwa sababu ndio hapo kupelekea mimi kupata mhemko, kuharibu heshima ya watu na kumuona kwamba kumbe Profesa Kondo yuko hivi, kumbe ni kitu ambacho ni tofauti. Sasa mimi naweza nikasema kwamba kama ingekuwa ni katika matajiri, ningesema kwamba mimi ni mtu wa hali ya chini. Sasa mimi ni mtumiaji wa hiyo mitandao, lakini wa hali ya chini ambaye sifahamu hayo mambo ya Google na nini. Taarifa tayari imenijia hivi. Hapa nawezaje nikagundua? Kwa swali langu liko hapo. Asante sana. Swali zuri sana. Kwa hiyo utambuzi wa habari ambazo ni fake au sio fake, kuna vitu au kuna mbinu ambazo zinaweza zikatumika kutambua taarifa. Tunazungumza ya kwanza, kila habari ya taarifa yote ikitokea kuna vyanzo. Tafuta chanzo cha hiyo taarifa, source ya kucheck. Kwa mfano, taarifa imetolewa kuhusiana na labda na kuungua kwa moto mkubwa, mfano chukue tu hiyo, nataka nijue kweli hii ni kweli. Kwa hiyo kuna sehemu ambazo unabidi uangalie. Kwanza utatafuta taarifa imetokea wapi? Imetokea labda Dar es Salaam. Tunaangalia kuna tovuti ya taasisi na zimaji moto, lakini lazima watakuwa wao kwanza kuposti kwao tatizo likitokea. Unacheki kwanza kule, hiyo source ya kwanza, sawa. La pili, kingine unachoangalia, soma vizuri ile taarifa, kwa maana ya imetoka taarifa kwenye peji fulani, nenda kwenye peji nyingine ambaye anatoa taarifa kama zile, angalia kuna taarifa kama ile. Hiyo pia ni sehemu ya pili ya kuangalia, kujaribu kucheck kama ni sahihi. Lakini pia angalia tarehe. Mara nyingi sana ile itakuwa kawaida kwa mtu wa kawaida, niliposema mwanzo, angalia ile taarifa iliyotolewa. Mfano, wametoa taarifa ya maneno matupu, ichukue yote ile taarifa, kama yaandika ya maneno, yatie kwenye Google. Mimi natumia nyepesi, tia kwenye Google itakuja maelezo pale. Utakuta maelezo, angalia tarehe. Kwa tarehe nyingi zimeripoti tukio lile, unajua sio sawa. Sawa, Lakini pia kuna kwa mfano wanasema zingatia lugha na mfumo wa uandishi. Taarifa za uongo mara nyingi huwa na makosa mengi ya kimfumo, mengi sana. Sarufi mbovu, matumizi ya herufi kubwa kwa wingi, na maelekezo ya kulazimisha kama vile sambaza kwa watu 10, ubarikiwe, uchukue. Kuna mtu ameandika hivi, tafakari. Angalia waandishi wengi, habari ambazo za uhakika, uandishi wao wa habari ukiangalia umenyooka. Angalia herufi zilizopangwa. Lakini ukishaanza sambaza kwa watu 10, 20, 30, unajua kuna matatizo. Kwa hiyo hivi ni viashiria ambavyo unaweza kutumia wewe kwa kawaida kugundua kama hii sio fake. La kwanza nimesema angalia source tofauti za ile habari. Ingia kwenye Google, angalia tarehe, labda kama kuna chukua, andika tuma ule. Lakini nyingine soma kwa ile taarifa ilivyowekwa, utagundua tu tofauti. Kwa hiyo katika hayo lazima utapata kitu ambacho kiko si sawa, na utapata. Naam. Lingine kwa sasa hivi
vijana wengi pamoja na wanafunzi wengi huwa wanatumia muda mrefu sana au mkubwa sana katika masala ya mitandao ya kijamii. Sasa kwa hali kama hii, namna gani inaathiri juu ya elimu zao, kwa sababu wanatumia muda mrefu sana katika masala ya mitandao ya kijamii? Ni kweli mitandao ya kijamii kwa vijana, especially kwenye swala la elimu, ina faida na hasara kwa vijana wetu wanaotumia. Moja, tuzungumzie kwanza faida. Mitandao ya kijamii ikitumika na vijana wetu kwa madhumuni ya kuongeza ufahamu, kujua, kupata taarifa mbalimbali, inaweza ikawa ni sahihi na ikawasaidia. Kwa mfano, sasa hivi kuna vitabu vya bure kabisa viko kwenye site mbalimbali, lakini kuna makala za kitafiti ambazo zimeandikwa na wasomi zipo kwenye internet. Kwa hiyo mwanafunzi au jamii ikatumia hiyo mitandao ya kijamii kwa kutafuta namna hiyo, maana yake watakuwa wamefanikiwa. Kwa sababu wakati tunasoma sisi ilikuwa kitabu kiko library na kugombania 10 20, unahangaika kutoka hapo kwenye maktaba ya kubwa kaangalia vitabu, lakini sasa hivi vitabu viko vingi tu asilimia kubwa. Lakini pia wakitumia mitandao ya kijamii vizuri kama sehemu ya kujifunzia, mfano taaluma ya ziada, labda mtoto anasoma lakini anataka kujua upishi, akatumia kwenye site mbalimbali ambazo wanafundisha upishi bure, akajifunza, akapata taaluma ya ziada. Au mwingine akaangalia vitu ambavyo ana interest kwa jamii yake husika, akajifunza. Kwa hiyo inategemea anatumiaje. Lakini hapo sasa, wazazi, umri sahihi wa kutumia simu ni umri gani? Kwa sababu si kila mwanafunzi, kila mtoto anatakiwa na simu, na mara nyingi watu wengi hawashauri sana mtoto mdogo mwenye miaka kuanzia ya nchini, wanasema darasa la form 1, kuanzia form 1 hadi form 4 kuja chini kote, sio vizuri kuwa na simu. Sio vizuri kuwa na simu kwa sababu tutakuja kuona athari, lakini zungumzia haitomsaidia sana. Simu itamletea kwenye matatizo ya kisaikolojia ambayo ndio tutazungumza kwenye upande wa pili wa changamoto hiyo. Lakini faida kubwa ni hiyo kwamba anaweza ikamrahisishia akapata vitu vingi na ufahamu, kwa sababu kitu kifundishwa, mada ikifundishwa na mwalimu mmoja na kifundishwa na walimu tofauti, kuna utofauti mkubwa wa kuyapata yale ambayo yatakuwa yamezungumzwa na watu wengi. Kwa hiyo tofautiana na fursa, lakini kuna athari nyingi. Athari mojawapo, mtoto kudumaa kiakili, atadumaa kuwa tegemezi. Atakuwa tegemezi kwa maana yeye atakuwa afanye chochote. Akipewa homework, akija baba naomba simu, kachukua simu. Sasa hivi kuna AI ndo kabisa, utaingiza moyo nampa jibu lote. Maana ukitaka chochote unataka kuuliza, labda naulizia Masjisongea TV, unasema tu inakupa information zote. Sasa akishazoea mtoto hizo kutumia social media kutafutia majibu, solution ya maswali yake, ni hatari. Atadumaa, atakuwa ni tegemezi. Ndio hao watoto baadaye wakinyimwa hizo, watakuwa watumia zile wanaita kwenye mitihani wanaita nondo, nyenzo. Wanaingia na anaandika vitu vingi, anajishindilia tu kwenye nguo. Unashangaa mtoto akalelepa ghafla, kumbe kwa sababu ana hivyo vitu. Kwa hiyo asizoeshwe simu, madhara makubwa sana. Lakini pia ina usingizi, inaleta afya ya akili. Matatizo ya afya ya akili pia yanasababishwa na simu, matumizi ya simu kupita kiasi. Na hii ni kote, hii ni yote, so sisi peke yetu tu, ni wote, kwa maana hata sisi watu wazima. Unakuta kuna mtu hawezi kulala mpaka ashike simu, au usingizi hauji,
anachezea simu, atapitia peji, atapitia hizi, ataangalia, analala. Kwa hiyo madhara tayari yule mtu ujue ana matatizo ya kichwa. Akiendelea tabia hiyo kwa muda mrefu, na yeye atakuwa hawezi kupata usingizi, lazima uwe simu. Kwamba umeme ukizimika, simu kisha chaji, uwe mtu mgonjwa halali. Kwa hiyo ukiona kama wewe huko sehemu hiyo, hebu punguza matumizi ya simu. Lakini watoto wadogo wasipewe simu. Watoto wadogo hawa, watoto kuanzia chini ya miaka 5, 6, usimsogelea simu kabisa. Usimpe, kwa sababu hata ubongo wa binadamu mtoto anapozidi kuwa, ndo akili yake inapotanuka, anaona kitu fulani ni kama ni mazoea. Kwa hiyo atafika kipindi atakuwa akilia tu, sababu mzoesha unampa simu. Sasa simu imekosekana, atakuwa mgonjwa mtoto. Atakuwa analia ovyo. Sema mtoto wangu mkafanya karogo akafanya. Hapana, ni wewe mwenyewe ndio umemchawia mtoto wako, umempa simu. Kwa hiyo pia masimu atakuwa watoto wadogo tusiwape sana. Kwa hiyo ina mafaida na hasara. Sasa ni kuamua. Ni kama matumizi ya simu kwa jumla, aidha wa vijana, jamii, ni sawasawa na matumizi ya kisu. Kisu unaweza kaamua katengenezea chakula, kwa maana ukakatakata matunda, mboga, sio hivyo? Lakini kisu kaamua kajikatia. Sasa utakuwa mwenyewe. Matumizi ya simu tunaamua wewe kama kisu kwa upande gani, ujikate au kapike chakula. Kwa hiyo ukitumia simu vizuri, inakubadilishia maisha yako. Kwa hiyo msisitizo kwa vijana, wazazi, tujitahidi kutowapa watoto muda mwingi wa kuwa na simu, hata kama wana umri ule wa kushika simu. Labda aanze kujitegemea, lakini umri ambayo uko chini nyumbani kwako unamnunulia simu, sio mapenzi. Kumpa simu mwanao akawa nayo muda wote, sio mapenzi, bali unampoteza mtoto, kwa maana ya kuwa addicted na simu, na mwisho wa siku afanye chochote bila kuwa na simu. Kuna kipindi nilikuwa nafanya utafiti yangu ambayo nilifanya kwenye master, nilifanya inahusiana na social media, matumizi ya social media kwenye vyombo vya habari. Na nashukuru nilikuwa miongoni mwa tafiti nzuri ambayo walinipa tuzo. Mimi nilikuwa naangalia waandishi wa habari tu, waandishi wa habari wanatumiaje mitandao ya kijamii kwenye habari zao. Wanatumiaje mitandao ya kijamii kuhakikisha maudhui yao yanakuwa bora. Lakini kuna baadhi ya waandishi wa habari katika kufanya tafiti, miongoni mwa waandishi wa habari walikuwa wanatumia simu kama sehemu ya kupata pesa, yani habari yake, yani atengeneze simu yake ipate habari itakomtengenezea fedha. Mwisho wa siku ni nje ya taaluma yake. Kwa hiyo hata madhara ya simu sio mpaka watoto, hadi hao ana taaluma na wao simu inawaathiri. Kama kuna mtu hawezi kufanya chochote, lazima awe na simu. Hawezi kufanya kazi yoyote, lazima awe na simu. Kwa hiyo kuna vitu vingi unaweza kuvikonga viona simu ikawa faida, lakini mwisho wa siku hasara zikawa kubwa sana. Asante sana. Ndugu watazamaji wetu kupitia Masjid Songea TV, lakini pia kupitia Umata Media pamoja na SQ Online TV pamoja na MPC Online TV, moja kwa moja kama tulivyoendelea na mada hii, bado tuko naye profesa wetu Mr. Kondo Dako Musa, ambaye yeye ni mkufunzi kutoka katika chuo kikuu cha Dar es Salaam UDSM, na mada ambayo tunaendelea nayo mpaka sasa hivi ni athari za mitandao ya kijamii kwa wanahabari, wanasiasa, wafanyabiashara na jamii kwa ujumla. Walillahi alhamdu, ndipo mpaka sasa hivi bado tunaendelea kupata faida kupitia kwa mwalimu wetu huyu. Mwenyezi Mungu ambariki na mjalie afya iliyokuwa njema. Na kwa kuwa muda wetu unasonga, basi moja kwa moja hii ni tanbihi uliokumbusha kuwa
Kwa wewe ambaye mwenye swali lako, basi litume au endelea kutuma kupitia katika namba ambayo inayopita katika video yako hiyo, na kwa sisi ambao tuko hapa, basi inshallah nafasi ya maswali hiyo itakuwepo kama kawaida. Profesa Kondo, tuendelee na leo. Sawa, sasa tuangalie sasa jukumu la serikali, taasisi za elimu na wazazi kwa ujumla ni nini? Majukumu yetu sasa, mtandao wa kijamii ipo. Sasa majukumu yetu kutengeneza kizazi bora tunafanyaje? Kwa upande wa majukumu ya serikali kumekuwa na sera udhibiti wa usalama wa mtandao, cyber security, na kulinda taarifa binafsi, huku kichukua hatua kali dhidi ya uharibifu wa mtandaoni na udukuzi. Kwa hiyo serikali kama serikali imetengeneza sheria ambazo inasimamia mitandao, ndio wajibu wao. Wao wanasimamia. Wakati mwingine tunapiga kelele, lakini hakuna uhuru usiokuwa na mipaka. Uhuru wote usipokuwa na mipaka ndio matatizo. Ndio maana unakuta kuna watu wengine wanatumia mitandao ya kijamii kuwatukana wenzao, kuwadhalilisha, kuwapoteza, kama silaha ya kuwafanya kuwashinda watu ambao hawana nguvu ya mitandao. Kwa hiyo ndio maana serikali iko pale kuweka sheria kwa ajili ya kuhakikisha upande wa serikali wana dhibiti hii swala la mitandao ya kijamii. Lakini pia serikali ina wajibu wa kutengeneza mitaala ya kidijitali, matumizi sahihi ya vyombo vya habari, social media ni yapi, ili mwisho wa siku kuwepo na guidelines ambazo hata wazazi wakiwa nazo, si kila mtu ana uwezo wa kuhifadhi kila kitu kichwani, lakini akiwa na guidelines ambayo inazungumzia ninafanyaje na kwa mwanangu, lakini pia wito kwa mataasisi mbalimbali yanahusika na utafiti, taasisi mbalimbali zinahusika na malezi, NGOs, kuhakikisha kunakuwa na hizi vikanuni vidogo au miongozo ya kutumia njia sahihi za utumizi wa mitandao ya kijamii. Lakini jukumu kwa taasisi za elimu, shule na vyuo, kufundisha uelewa wa kidijitali, kuwafundisha wanafunzi jinsi ya kutambua taarifa za uongo, fake news, kwamba watu unazitafutaje, unazijuaje fake news. Kwa hiyo ni jukumu la vyuo vya elimu na taasisi mbalimbali, sasa vyuo vikuu, kuhakikisha kwamba inafundisha wanafunzi ili wakielimika wengi kutambua ni fake news. Maana yake hata wanaeleza fake news watapungua kwa sababu watakuwa wamegunduliwa. Lakini kuweka kanuni matumizi ya simu mashuleni, makanuni muhimu sana kuweka kwa taasisi mbalimbali. Hiyo pia itasaidia kudhibiti kwa matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Lakini pia kutengeneza majukwaa ya kidijitali ya kujifunzia, kuhamasisha matumizi ya mitandao kwa kwenye udaku pekee na kwenda kwa mfumo wa kujifunza mtandaoni, yaani kuna mifumo rahisi ambayo itasaidia watu kujifunza kwenye mitandao. Ikiwa watu wengi wanatumia mitandao kujifunza, maanake tutaelimika zaidi, tutapata elimu zaidi, tutapata ujuzi, tutanufaisha, tutapata fursa, kwa sababu kutakuwa na elimu zaidi kuliko udaku kwenye mitandao ya kijamii. Majukumu ya wazazi na walezi kama nilivyosema mwanzo, malezi na usimamizi wa kidijitali. Kuwa karibu na watoto kwa kujua ni majukwaa gani wanayotumia, wanazungumza na nani na maudhui gani. Tunapokuwa na watoto wetu lazima uwe unachunguza simu. Kwa sababu kuna wengi ndio watu wanawapa simu watoto wao, labda yuka nyumbani anakuambia baba naomba simu kwa ajili ya calculator. Unampa simu, unamwachia analala chumbani kwake. Ni vizuri kumchunguza anatumia nini, anawasiliana na nani, anazungumza nini, kwa sababu unashangaa ana calculator kumbe ana calculate vitu. Mwisho wa siku unashangaa mtoto ameharibika bila kujijua. Kwa hiyo ni vizuri sana kuwa tunawachunguza mara kwa mara, kuwapa mifano bora. Wazazi wenye wanapaswa kuwa na mifano ya kuigwa kwa kutumia simu kupitiliza kwa wakiwa na familia zao. Sasa wewe unamwambia mwanao wewe usichezee simu muda mrefu, kile mama au baba wewe na simu siku nzima.
Yaani ukiwa nyumbani una time na mtoto, wewe na simu tu. Sasa kumbe mtoto anaona hii simu ni kitu kizuri kinajifunza hata kama umpi ujue. Sasa ngoja siku ipate na yeye. Ndio watu wanakola simu. Kwa hiyo pia hayo tuwe tunapokaa na watoto nyumbani, wakati mwingine tusiwe busy na simu. Simu tunazo tukiwa katika mihangaiko yetu huku. Nyumbani ile sehemu ya familia. Kuwatengenezea watoto kwamba bila simu maisha yanawezekana. Kwa sababu kuna watu wanaamini kabisa bila kuwa na simu maisha hayawezekani. Kwa hiyo tuwape ukaribu na kujenga mifano bora. Lakini pia jenga mawasiliano wazi. Kutengeneza mazingira ambayo mtoto anaweza kukwambia mzazi kwa hiari wapo kujifunza. Yaani uwe mzazi unayekubali mwanao akuulize swali na umjibu. Kuna vitu sio sahihi mwambie, usimwambie acha nalo, swala kubwa hilo. Mwambie hiki baya yake ni nini, ukifanya nafanya nini, usifanye. Yaani sio toka, nimekuambia toka, pumbavu kabisa wewe. Sikuna tena siku nyingine ameshikwa mtoto wako nje, dunia imebadilika. Sasa hivi dunia imebadilika sana kwa maana ya kuna matendo ya ajabu mengi. Sasa mtoto asipokuambia wewe akamwambia nani? Ndio maana ubakaji umeongezeka, ulawiti, vitendo vibaya kwa sababu wazazi hatuwapi watoto wetu muda, ila watoto wanapewa muda na social media. Anakosa muda kwako, anapata muda kwa social media. Kwa mzazi mlezi anakuwa nani? Social media. Mwisho wa siku inakuwaje mtoto? Anakuwa mtoto wa kizazi gani? Ndio unasema mtoto anapotea, alafu unakuja kulalamika, kumbe wewe mwenyewe umesababisha matatizo hayo. Nadhani lakini pia ukiangalia tunaweza kuangalia social media hata kimaadili. Kuna maadili hata dini. Kwa mfano swala kusambaza kitu cha fake shehe ni dhambi, kwa sababu maana yake unapotosha watu, unawapeleka watu sehemu ambayo sio sahihi. Unamsingizia mwenzio jambo ambalo sio sawa, unatuma kwenye WhatsApp, kwenye magrupu. Pia kimaadili, kidini sio sawa. Unaweza kukuta wewe unakuja unafanya ibada muda wote, masaa kila swala upo, lakini unatumia mtandao ya kijamii kusambaza habari sio sahihi, kuchonganisha watu, kufitinisha watu, wala wote taasisi ile mara pale msikitini mara nini, maneno. Sababu unajua zamani ilikuwa ni nadra sana watu kuwa wamoja kwa maneno ya chonganishe. Sasa hivi imekuwa mepesi sana kuwa wamoja kwa sababu kuna mitandao. Katokea mtu mmoja katika sumu akaisambaza, ni dakika chache tu mmeharibu ile taswira ya mtu, image ya mtu. Sasa kuirudisha kama sio sawa, unairudishaje? Maana yake unampoteza mwenzie. Kwa hiyo hata kimaadili mitandao ya kijamii lazima itumike vizuri kwa malengo chanya kwa ajili ya afya zetu, kwa ajili ya majukumu yetu, kwa ajili ya maisha yetu. Na sasa kuna matumizi ya social media. Unaweza ukatumia social media na ukajifunza na ukawa mbobezi kwa kuzingatia kanuni mbalimbali. Kwa kwanza, taratibu. Usianze kwa mfano nataka kutengeneze uchumi kwa kutumia social media. Usiwe na haraka, jiwekee targets. Malengo ya muda mfupi, malengo ya muda mrefu. Unasema mimi nataka miezi 6 ya mwanzo nipate watu wengi kwenye social media yangu. Najiwekea miezi 6. Kwa mfano nasema mimi sasa hivi nina watu wanaonifollow watu 200. Nataka baada ya miezi 6 nipate watu 500. Lazima ujiwekee kwanza lengo. Alafu ujiwekee mikakati. Ninafanyaje sasa kuwafikisha watu 500? Sio hivyo. Kwa unasema, nimesema mwanzo, nimerudia kwamba kama uzunguke watu wa karibu wako ndio watu wako. Kama watu wako wakubali, maana yake huwezi kufanikiwa na watu wengine wa nje. Watu wako, familia yako, jamii na kuzunguka, watu walio nao karibu watengeneze. Kwa hiyo baada ya miaka hiyo ukifanikiwa huko, utatengeneza eneo lingine. Kama ni eneo la biashara, aina ya biashara unayoifanya. Nafanya biashara gani?
Kwa hiyo nayo utaikuza. Kwa hiyo baada ya mwaka mmoja unawezekana ukakuta una watu wengi, kwa sababu mitandao ya kijamii inalipa kwa njia mbili. Inalipwa kwa kupitia hizi kampuni zinazomiliki moja kwa moja, kisha kuna wanaokufuata wengi, wanaokuangalia wengi, wanao-like kwa maana wengi, unaweza kupata hiyo. Lakini la pili kupitia matangazo mbalimbali. Matangazo maana yake ni hiyo kupitia kwenye media mbalimbali, social media, kwa maana mtu akaamua kuletea tangazo, mtangazie bidhaa yangu kwa sababu una watu wengi. Lakini sasa hivi umeona kuna mabadiliko style ya utangazaji sasa hivi ya promotion, sijui ni tani ya wanaita wachichao ile. Yaani kuna mtu kazi yake kuzungumza mbele za watu alafu ana post ile. Sasa ni mjadala, ina faida na hasara, huo ni mjadala, lakini kuna mbinu mbalimbali za mtu anaweza kaishi kutokana na mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kuepusha kutengeneza strategy planning ya kwamba nataka muda fulani niwe hapo, unaweza kufanikiwa. Ushahidi upo, wengine tumefanikiwa katika mitandao ya kijamii na tumefanikiwa katika taaluma zetu. Tunafanya kazi kupitia asilimia nyingi kwa online. Kwa mfano mimi nafundisha pia online platform kwenye nimefundisha sana kwenye masuala ya journalism kwenye mfumo wa online, sio tu kwenda darasani na kurudi. Kwa hiyo pia yote hiyo ni social media, inakusaidia pia kukutana na watu, lakini social media kwa ujumla. Sasa nikifanya hitimisho, inabidi tutumie social media. La kwanza tutumie mtandao kujenga uchumi, sio kupoteza muda. Tutumie social media kujenga uchumi na sio kupoteza muda. Kila mtu aweke adhimio hiyo, maana yake unatumia muda wako mwingi kutengeneza uchumi. Usitumie mwingi kupoteza muda kuangalia vitu ambavyo vitafai kuangalia, itakuwa kitu cha msingi. Lakini acha kukurupuka. Fikiria kabla hujaposti. Fikiria sana kabla hujaposti, fikiria posti. Tumeelewana Linda utu, maadili na heshima yako. Ukiposti kitu cha ajabu na tafsiri ya wewe pia ni wa ajabu. Ukiposti kitu vizuri, maana tafsiri yake ni wewe mzuri. Utaharibu image yako kwa sababu ya posti yako moja, haifutiki. Baada ya miaka haifutiki. Taswira yako itaendelea mbaya kwa sababu ya posti ya siku moja. Linda taarifa zako binafsi na usalama. Information zako za binafsi baki nazo mwenyewe. Haina sababu unaweka status ya mume wako wa nini? Unaonyesha watu biashara. Usiweke familia yako status ya nini? Unawapenda sana ndio kwa status. Mtoto wako wa kike kavaa ovyo unaweka. Kwa hiyo linda taarifa zako binafsi na usalama wako. Tumia sauti yako kujenga jamii. Tumia vidole vyako vizuri, tumia sauti yako tengeneza jamii ambayo iko salama, kwa sababu wote tuna jukumu la kuhakikisha jamii yetu inakuwa salama. Baada ya kusema hayo, nashukuru sana kwa kunisikiliza. Niko tayari kupokea maswali. Karibu sana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam as-sadiqul amin. Ndugu watazamaji wetu kupitia Masjid Songea TV pamoja na Umata Media pamoja na SQ, moja kwa moja hapa tumefika mwisho wa kipindi chetu cha dawati la Masjid Songea, na muda uliobaki sasa ni muda wa maswali. Kwa kukumbusha, mada yetu ya leo ilikuwa ni athari katika mitandao ya kijamii, lakini pia vile vile kwa wanahabari, wanasiasa, wafanyabiashara na jamii kwa ujumla. Na tumekuwa naye mgeni wetu wa leo katika dawati hili la Masjid Songea ni ndugu yetu Profesa Kondo
ambaye ni mkufunzi kutoka katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kitivo cha wanahabari. Kwa hiyo moja kwa moja bila kupoteza muda, sasa tuingie katika maswali yetu. Na kwa wewe ambaye uko hapa, basi moja kwa moja unatakiwa kuja hapa mbele ujitambulishe jina lako, na baada ya hapo moja kwa moja uingie katika swali kwa ajili ya kuokoa muda. Mr. Kondo, kwanza pongezi ni nyingi sana. Ni nyingi sana kiasi ambacho watazamaji wetu wengi leo itabidi waliwie radhi. Lakini nachukua kwa ujumla tu kwamba hapa tulikuwa tunafuatiliwa na ndugu zetu kutoka DRC Congo, lakini pia na mkoa wa Tanga, maeneo ya Amboni, lakini pia vile vile na Bukoba na Mwanza, lakini bila kusahau na ndugu yetu huyu ambaye yeye yuko Belgium, na yeye amekuombea dua pia. Anasema yeye ni mtaje jina moja kwa moja cha Muhammad Burdi kutoka Belgium. Anasema yeye amekupata vizuri kupitia dawati. Lakini pia vile vile dada yetu Aisha huyu kutoka Bujumbura anasema shehe, tumekuelewa vizuri sana juu ya mada ya leo. Lakini pia vile vile ndugu yetu huyu anaitwa Isa Ahmed. Isa Ahmed yeye ameuliza swali na nitaomba nilinukuu hapa. Swali la bwana Isa Ahmed anauliza, anasema kwamba kwa mtazamo wako mwalimu, kwa mtazamo wa maadili ya dini, ni mipaka gani ambayo mtumiaji wa mitandao ya kijamii anatakiwa kuizingatia? Nafikiri bila shaka itakuwa limeeleweka. Kwa hiyo hilo ndio swali lake. Lakini pia vile vile tukija kwenye swali lingine, ndugu yetu huyu jina lake ameandika Islam. Kwa sisi ambao tuko hadhiri hapa, isizilike kwa sababu mimi nasoma maswali kwa hapana. Ndugu yetu huyu anaitwa dada yetu Najma binti Khamis anasema kwamba mwalimu, Mwenyezi Mungu akubariki. Hilo la kwanza. Akasema kwamba kwa wanasiasa, matumizi ya mitandao ya kijamii yana mchango gani katika kujenga au kubomoa uhusiano wao na wananchi? Nafikiri bila shaka profesa atakuwa ameeleza swali lake. Asante. Na sisi ambao tuko hapa tunaweza tukasogea mbele hapa. Baada ya swali hilo, swali lingine ni kutoka kwa Ahmad Quraish. Yeye ni kutoka Lindi. Anasema kwa upande wa wanahabari, katika mitandao ya kijamii imebadilisha vipi kazi ya uandishi wa habari? Imebadilisha vipi kazi ya uandishi wa wanahabari? Hili ndio swali lake huyu ndugu yetu kutoka Lindi. Unafikiri labda pengine pia kwa kuhofia na sisi nasi ili tusiweze kukosa muda wa kuuliza maswali, kwanza tuliajibu hayo matatu, kisha tuwapishe wenzetu ambao tuko hadhiri. Na kwa sisi ambao tuko hadhiri hapa Islam, huyu ni Profesa Kondo Dako Musa kutoka Chuo Kikuu. Ni ghali sana kuwapata watu kama hawa, na zaidi kabisa tulenga hapa katika masuala ya kibiashara. Usije ukasita kuuliza kitu kwa sababu yeye hajakigusa. Hapana, chochote kile kuhusiana na masuala hayo wewe uliza. Huu uwanja ni wa kwako na fursa hii tumeipata. Karibu sana.
Asante sana. Swala la kwanza lile ishu ya kimaadili na mipaka, nadhani nilizungumza, lakini kwa ufupi labda nirudie. Mipaka, kuepuka, kwanza sema mpango ni kujiepusha na dhambi za kikauli. Dhambi za kikauli kwa maana ya kuepuka uongo na usambazaji wa uzushi. Yaani hiyo ni kitu kikubwa kupita vyote. Kutozungumza kitu ambacho si sahihi, ambacho kinaweza kasambaa na kikamchafua mwenzio, ambao kwa utakuwa umefanya dhambi kubwa sana. Lakini pia tumesema kujiepusha na uzushi wa aina yoyote. Nyingine, kuepuka kusutana, kejeli na matusi. Mitandao isitumiwe kutukana, kudhalilisha au kutumia lugha za chuki na ubaguzi. Yaani usitumike mitandao ya kijamii kama chombo cha kudhalilishana, kutukanana, matusi. Itumike kwa faida kubwa. Yaani hiyo ndio maeneo makubwa ambayo tukiyatumia vizuri itakuwa tumesaidia jamii yetu. Kuepuka mambo ya fitna na umbea, kusambaza siri za watu sio jambo jema. Yote unaepuka, ukiepuka kujiingiza kwenye mambo hayo, maana yake utakuwa umeweka mipaka mizuri ambayo pia nataka upande wa maadili na dini hairuhusu wewe kufanya matukio hayo ambayo ni dhambi na kumchafua mwenzako kwenye jamii yake, kumdhalilisha, kumuone mtu aishi kwenye jamii yake kana kwamba yeye sio binadamu, sio sawa. Ukija swali lingine ambalo nazungumzia issue za siasa, kwa wanasiasa, mtandao wa kijamii unaweza ukawabomoa uhusiano na wananchi kwa mambo yafuatayo, kwamba kauli za haraka zilizofikiwa, yani kauli kuchapisha kitu ambacho mathalan umemdhalilisha mwanasiasa kwa mwanasiasa, umedhalilishana, lile jambo litabaki kuwa kwenye kumbukumbu ya mitandao, litabaki miaka yote, haitofutika. Hata kwamba umechozungumza wananchi wakija kuona kwamba sio sawa, maana yake wewe ndio umedhalilika, sio yeye yule. Kwa hiyo hakifutiki hicho. Lakini usipende kuonekana ni mtu ambaye wanasema feki. Yaani yule mwanasiasa anakuwa ni feki, anazungumza vitu vya feki, kwa sababu madhara yake ni kwamba mtandaoni vitu vinaendelea kukaa. Maisha yote utaonekana wewe ni muongo. Hata ukija ukibadilika, wakati mwingine wanasema siasa ni mchezo mchafu, lakini hapana, siasa inatakiwa ni maisha ambayo yasaidie jamii husika. Ingine kwenye issue nyingine ilikuwa swala kwa mtandao wa kijamii, kwa maana habari imebadilisha vipi utendaji wa kazi wao. Kama tumesema mwanzo, mtandao wa kijamii kwa wanahabari imebadilishia, kwanza upatikanaji wa taarifa umekuwa ni wepesi tofauti na zamani, lakini pia usambazaji wa taarifa kutumia social media. Mwanahabari anaweza akasambaza taarifa yake kwa haraka na ikawafikia watu wengi bila kuongelea mipaka, jiografia ya maeneo mbalimbali. Kwa hiyo ni faida kubwa sana za mtandao wa kijamii, lakini pia ni sehemu ambayo inaweza ikamuunganisha yeye mwandishi wa habari na jamii na mzunguka, kuweza kupata source za news, kupata vyanzo vya habari mbalimbali. Asante sana kwa majibu ambayo yameulizwa na wenzetu kutoka katika sehemu mbalimbali. Sasa hivi kwa sisi ambao tuko hapa, kama kuna mtu yote ana swali, ni swali labda, naam, ni swali apite mbele. Wewe mwandishi wa habari, sawa, lakini sasa nyinyi mnakuaga mna maswali marefu na sisi muda wa swali hapa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Hassan Maulidi, natoka katika media ya Temeke TV online. Bwana, mimi na maswali 6. Yanaweza kujibika. Swali la kwanza, faida na hatari ya kuposti vitu vingi kwa mfanyabiashara, ikimaanisha kwamba mtu anauza oili, anauza
like anauza, yani mambo yote anauza yeye, yani kwamba sasa adili na kitu kimoja, kipi hasara yake na faida yake. Na kingine kwa mwanahabari wale ambao wenye media, kwamba yeye kwenye dini yupo, kwenye mpira yupo, kwenye yani yuko furugu, yani kila taarifa anazo yeye. Kwa hiyo hatari yake na faida, swali la kwanza hilo. Swali la pili, kwa nini iko kipengele kwa nini imewekwa sheria ya kwa nini imewekwa sheria kwamba hauruhusiwi kumpiga mtu picha ama kuchukua video pasipo idhini yake? Kwa yaani kwamba wameona kitu gani mpaka wakaweka sheria hii? Swali la tatu, kitu gani kinafanya mtu awe na wafuasi wengi kwa mfanyabiashara pamoja na watu wa media, yani sisi wanahabari? Swali la nne, kila app inatoa malipo, yani kwamba mtu mwenye Facebook, mwenye Twitter, mwenye Insta na kadhalika au TikTok wanalipwa ama kuna jinsi ya registration inaweza kulipwa, au mtu akifungua tu Facebook yake analipwa moja kwa moja, ama kuna vigezo vipi ambavyo vinafanya? Swali la tano, tukiona watu wengi sana wanajipiga picha, yaani kama umejipiga picha afu umefuta, yaani mfano tukisema kwamba hapa kuna vumbi, ukapangusa ile vumbi, nikuuliza vumbi liko wapi? Ukasema liko mkononi, maana umetoa hapa umeweka mkononi. Je, sasa kwenye picha umepiga picha alafu ukasema umefuta, sasa ile picha imefutika imeenda wapi? Swali la sita, kwa nini AI hana malipo? Yaani kwamba kama maybe kwenye YouTube wanasema ukitumia vitu ambavyo internet artificial intelligence ambayo ni AI, haunaga haitoi malipo. Kwa hiyo maswali yangu sita ni haya tu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Profesa, kabla hujajibu haya maswali, Uislamu kwanza na jambo moja na watazamaji kwa ujumla. Inawezekana kwa sisi ambao tuko hapa kashangaa kwamba mwandishi wa habari wameuliza maswali takriban 6 yeye peke yake. Nataka niwatulize kidogo nafsi zenu. Kwanza hapa kwa haraka tuna vyombo vya habari visivyopungua 5 hapa, na vyote ni vya Kiislamu. Hii kwanza tuone kuwa kwetu sisi ni fursa kubwa, neema kubwa sana, au sio hivyo sana? Yaani moja kwa moja hiyo ni bahati kubwa na ndivyo inavyotakiwa. Kwa sasa maswali mengine unaweza kuona kwamba mbona anaulizwa hapa na hawa waandishi wa habari. Tuliyekuwa naye ni profesa wa chuo kikuu ambaye pia kumpata kwake ni ghali, na Waswahili wanasema kwamba ukimwona jumbe mwamkie hapo hapo. Kwa maana kuna baadhi ya nukta wao wanazihitaji, huenda katika kumpata huko ofisini chuo kikuu ni shida. Je, hivi vyombo vyetu vya habari vitaendeleaje? Kwa hiyo labda pekee usiona muda unaokwenda pale, tunakuza pia vile vile nini vyombo vyetu hivi vya habari. Kwa hiyo baada ya kunielewa hivyo, basi moja kwa moja tutulizaneni nafsi zetu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili vyombo vyetu vya habari viweze kukomaa zaidi. Ili wenyewe mnafahamu. Profesa, unaweza ukajibu japokuwa kwa short kidogo kwa ajili ya kubageni na waumini kwa ajili ya ibada. Karibu. Asante sana. Nashukuru kwa maswali mazuri mengi. Kuna mengine sitowajibu kwa sababu yako nje ya mada. Kwa sababu mada ina athari za mitandao ya kijamii katika maeneo ambayo nimeyataja. Kwa yale ambayo yamejikita huko nitaenda nao moja kwa moja, mengine naweza akaniona baada ya hapo kama kuna muda. Lakini kikubwa kama nimenukuu haraka, swala la kwanza kuna kuhusiana na kuodhi, wafanya biashara kuodhi bidhaa zaidi ya moja, ina faida gani na hasara gani? Kwenye matangazo lazima kwa taasisi kubwa ambazo zimefanikiwa duniani zimejitaabisha kwenye brand awareness yao.
Brand awareness lazima biashara yote unafanya biashara yote lazima atakuwa na brand ambayo inamtambulisha anafanya bidhaa za aina gani. Kwa mfano, ni nadra sana kuona brand moja yani biashara moja brand, kwa mfano brand moja ina branch nyingi, ama kutakuwa brand ambayo inaziconnect zote. Kwa hiyo unatangaza awareness kwanza, watu wajue kampuni yako. Kwa mfano tuchukulie tangaza tutaja biashara sio nzuri tuchukulie biashara X. Biashara X lakini na product nyingi, lakini brand ni X. X anauza maji, X anauza soda, X anauza chocolate, X anauza miogo. Anatangaza X, watu kwanza waiamini brand yake, na product moja inakuwa ndio product mama ya mwanzo ambayo watu wakishaitest na kuiona inafaa, inakuwa nzuri kutangaza biashara zingine. Kwa hiyo anatangazwa X, lakini product itakuwa pia ina product zake. Sasa faida yake ni kwamba ana nafasi kubwa ya kukamata kila baadhi ya maeneo kwa sababu ana bidhaa nyingi. Hasara yake inabidi atumie nguvu kubwa sana kuaminisha watu bidhaa zote zake ni bora, na ikitokea bidhaa moja imekuwa so bora inaweza ikashusha brand nzima ya kampuni yake. Lakini pia kwa hilo niuliza kwa waandishi kujikita katika maudhui tofauti. Nayo ni tatizo. Faida ni kwamba ana vyanzo, ana uhakika wa kutoa habari kila wakati kwa sababu ana upana mkubwa wa kuangalia sehemu gani ambayo anaweza kupata taarifa ina hit kwa siku ile. Taarifa ya moto kwa wakati ule inaweza kumsaidia brand yake au kampuni yake ikue. Lakini hasara yake ni kuzimaintain hizo, kwamba zote ziwe level sawa. Inawezekana moja ikawa juu ikashusha nyingine. Kwa mfano, ukafanya vizuri kwenye habari, ukafeli kwenye burudani. Kwa hiyo watu watakuchukulia wewe chombo cha habari kuliko burudani tu, kwa sababu umefanikiwa zaidi kuliko huko. Nyingine ilikuwa ni swala la unapataje wafuasi wengi. Nilizungumza mwanzo, wafuasi wengi unawapata kwa mikakati, huwezi kuwapata hivi. Lazima utengeneze miplani ya muda mfupi na muda mrefu. Wafuasi wanapatikana kwa ubora wa unachokifanya. Matangazo yako unapotengeneza, peji yako ulivyotengeneza, uhakika wa story ambazo umetoa, ubora na ukweli inaweza kusababisha kupata wafuasi wengi. Lakini pia kujibu maswali yakiulizwa mara kwa mara. Message zao usizipuuzie, hata kama zitakuwa message za faini zinakukera, ndipo usijibu ili watu waamini kwamba hii ni peji sahihi, waendelee kufuatilia. Lakini swali lingine lilikuwa picha. Kwa nini kuna sheria za upigaji wa picha? Sheria zimewekwa ni privacy, sababu kila jambo ni story. Si kila taarifa ya mtu ni story. Kuna taarifa za umma na taarifa za binafsi. Taarifa za umma inawezekana zikawa huru kuzitoa kwa watu wote kwa sababu zinanufaisha umma. Je, taarifa ya binafsi inakunufaisha nini wewe? Picha ya mtu ampiga akiwa amekaa sehemu ya faragha na mwenzie, wewe inakuhusu, jamii inasaidia nini? Vinginevyo, kama ile picha itakuwa ina manufaa kwa jamii husika, unaweza kaidefend hata kama kuna kesi, sababu umevunja sheria kwa kutetea watu wengi. Lingine nadhani la mwisho, kwa nini picha zinafutika? Nadhani hiyo ni swala la teknolojia na swala la kwa nini unafanyaje kila app kila app inalipwa, kila app inalipwa. Ni setting tu ya kufanya business au ni kufanya kawaida. Nategemea kwenye setup zako za social media yako umeiweka unataka nini wewe. Kama mwanzo nilivyosema, kuna vitu vya kuzingatia kila unapofungua social media, kuna vitu vya msingi ambavyo unatakiwa ujue wewe unataka nini ndio upate. Lakini issue ya AI, kama siku leo unasema AI haina malipo. Kumbuka kwamba AI ni mfumo uliotengenezwa kwa ajili ya mahususi kwa kutatua tatizo fulani, na AI ziko nyingi sana kutokana na matumizi, na zipo zinazolipa. Kuna AI mtu mtautengenezewe kitu inakwambia ulipe kiasi fulani kwanza, zipo za bure na zipo za kulipia, na za bure zina limitation zake. Inafika sehemu naambiwa ukitaka zaidi lipa. Shukrani. Asante sana Profesa Kondo kwa majibu mazuri, na moja kwa moja kwa kumalizia tu, nini ushauri wako katika matumizi ya mitandao hii ya kijamii, angalau nusu dakika? Sawa. Ushauri wangu kwa ndugu zangu wote ambao mnanifuatilia kupitia matangazo ya live, lakini pia ambao mpo hapa,
Ushauri wangu kwamba, ninarudia tena, nimesema mwanzo, nalinganisha matumizi ya mtandao wa kijamii ni kama vile matumizi ya kisu. Matumizi ya kisu, kwa maana kisu kinaweza kutumika kwa ajili ya kutengenezea chakula, mboga, lakini pili kisu kinatumika kwa ajili ya kujikatia. Adhari matumizi ya mtandao wa kijamii yawe zaidi ni fursa ya kuingiza uchumi, muda uwe mchache wa matumizi, ili hatimaye mtandao usaidie kuongeza maisha. Fursa zipo, mtandao wa kijamii inawezesha ukaweza kutengeneza pesa kwa wafanya biashara, kwa raia yote, kwa sababu sasa hivi maisha yalivyo yanahitaji kuongeza kipato. Kwa hiyo tutumie mitandao ya kijamii kama jukwaa la kutengeneza maadili, lakini pia kuongeza kipato chetu. Watazamaji wetu kupitia Masjid Songea TV, tulikuwa tuko naye leo mgeni wetu Profesa Kondo Dako Musa, ambaye yeye ni mkufunzi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam UDSM, na mada yetu ya leo ilikuwa ni athari za mitandao ya kijamii, lakini pia vile vile kwa wanasiasa, lakini na wanahabari pamoja na wafanyabiashara na jamii kwa ujumla. Basi moja kwa moja tunasema kuwa hakuna lolote ambalo lina mwanzo likakosa kuwa na mwisho isipokuwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi kwa hapa ndio tunaishia kwa leo, na inshallah tunakutakieni utazamaji mwema wa vipindi vyetu mbalimbali kupitia Masjid Songea TV, elimu kiganjani pako. Asante sana.